Bwana Yesu asifiwe, watazamaji mnaofuatilia mtandao huu wa This Way Ministry, na wakaribisha katika fundisho hili ili tuweze kuendelea kujifunza. Na kwa majina, mimi naitwa David Ruito na niko hapa Ngongoni, na niliweza kuja katika sehemu hili kwa ajili ya kutangaza ukweli ambao Mungu alikusudia tuweze kuendelea kutangaza ulimwenguni. Kadri Mathayo 24:14 Yesu aliweza kusema, na tena habari njema ya ufalme. Ningeomba niweze kusoma andiko hilo. Kitabu ni kile cha Matthew chapter 24. Matthew 24 verse 15 verse 14, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hivyo tunaona kwamba habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Hii ni kuhusiana na matokeo ya siku za mwisho. Yesu akisema na wanafunzi wake, kuna mambo aliweza kuwajulisha na akaweza kuwapea amri. Aliweza kuwapea amri ya kutangaza neno lake ulimwenguni kote. Ndivyo kwa maana Mathayo 28 mstari wa 18, wakati alipokwisha kufufuka aliweza kuwatembelea pia, akaweza kuambia amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, na kwa sababu hiyo muweze mwenende ulimwenguni kote kwa mataifa yote, mkiwafanya kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa Mungu anatusubiri ukweli aliotukabidhi tuweze kuendelea kutangaza na tuishi kulingana na ukweli huo. Kwa maana kama tutaweza kutangaza ukweli tu na tuweze kukataa kuishi jinsi ukweli huo unavyokuwa, tutakuwa tukivunja yale Yesu aliweza kuambia wanafunzi wake katika Mathayo 5 mstari wa 20. Kwa hivyo nitaweza kusoma andiko hilo halafu tuweze kuomba. Kitabu ni kile cha Mathayo 5 mstari wa 20 inasema, maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa Mungu. Narudia tena, kitabu cha Matthew chapter 5 verse 20 inasema, maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa Mungu. Hiyo ni onyo nyingine Yesu aliweza kutoa kwa wanafunzi wake katika nyakati zile, na pia leo sauti hiyo ingali inanena leo katika tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Sauti hiyo ingali inaendelea kunena nasi wakati huu, na kwa sababu hiyo tunafaa kulitafakari neno la Mungu kadri alivyotuagiza. Ukweli ambao tumeweza kupokea tuweze kuishi katika kulingana na ukweli huo ili uweze kuendelea kututakasa, kwa maana hakuna kingine chochote kitaweza kutakasa wanadamu waweze kuwa watakatifu isipokuwa neno la Mungu. Na neno la Mungu wakati unalolikubali, hata mahali ambapo unalemewa, wakati ambapo unatekeleza yale ambayo yameweza kuamriwa, ni ukweli ni kwamba unakuwa umetakaswa hatua hiyo kuenda hatua nyingine. Kabla niweze kuendelea, mtazamaji unaonifuatilia kupitia mtandao huu wa This Way Ministry, ningeomba tu uweze kutulia, tuweze kuambia Mungu asante kwa yote ambayo ameweza kututendea ili aweze kutuongoza katika njia zake. Tunaomba. Baba yetu utupendaye sana, jina lako litukuzwe, lihimidiwe milele mfalme. Asante kwa kutufikisha muda huu ambao umeona ni vyema tuweze kujifunza
neno lako Mfalme. Ukweli ambao umetukabidhi, tupe nguvu ya kwenda sawa sawa na ukweli huo Mfalme. Zidi kutakasa hatua moja baada ya nyingine. Watumishi wako wakumbuke ulimwenguni kote, popote walipo, usindi kuwajaza Roho wako Mtakatifu Mfalme. Kazi ambayo umetukabidhi tuweze kuifanya kadri inavyokupendeza. Mahali ambapo tumetanga mbali nawe, tusamehe. Uweze kututakasa, mapenzi yako yatimishwe, na ni kupitia jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo kuna mambo ambayo tumeweza kuyaangalia, tukaweza kuona Yesu anatushauri kulingana na kitabu kile cha Mathayo 5 mstari wa 20, akatuambia akizungumzia wanafunzi wake, ama leo akituzungumzia Yesu anasema haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Haki ya Mafarisayo kwani ilikuwaje? Hilo ni swali la kujiuliza. Kwani haki ya Mafarisayo ilikuwa aje? Haki ya Mafarisayo ilikuwa hivi. Ningeomba tuweze kusafiri kitabu cha Luka 18 mstari wa 11. Luka 18 mstari wa 11. Tuweze kusikia haki ya Mafarisayo. Walikuwa wanajihesabia kupitia sheria. 18 mstari tutaanzia mstari wa 9 kuendelea. Akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakidharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo na wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakudhubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Mstari wa 14, nawaambia huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, na ajidhilie atakweshwa. Mungu atukuzwe kwa ajili ya neno lake. Hapa tunaona kwamba Farisayo aliweza kujihesabia haki kwa matendo yale aliyokuwa akiyatenda, na tunaona katika kitabu cha Galatia 2 mstari wa 16. Galatia 2 mstari wa 16, neno la Mungu linasema hivi. Galatia Galatia 2 mstari wa 16 inasema hivi. Hali tukijua ya kuwa mwanadamu atahesabiwa haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tuliomwamini Kristo Yesu, ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo watazamaji unaonifuatilia mtandaoni, katika mtandao huu wa This Way Ministry, ningeomba wakati unapo litafakari neno la Mungu, usije ukajihesabia haki kwa yale ambayo unayoyatenda. Uone kama hayo uweze kuanza kujihesabia haki. Yule ambaye anafaa kuonekana katika maisha yako ni Kristo. Kadri
mtumishi wa Mungu anavyosema, ambaye anaitwa Paulo katika kitabu cha Galatia 2 mstari wa 20, inasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Sasa hapa Paulo mtumishi wa Mungu anaona amesulubiwa pamoja na Kristo. Kwa changamoto ambayo anayopitia, amekuwa amesulubiwa pamoja na Kristo, lakini yu hai. Kwa hivyo tunafaa kusulubisha miili yetu katika Kristo Yesu. Tunafaa kusulubisha miili yetu. Tutasulubisha miili yetu kwa njia gani? Kuna mambo ambayo miili yetu inayopenda. Kuna mambo ambayo miili yetu inayotamani: fitina, vurugu na wizi, matukano, ulevi. Hayo yote yanayotokana na mwili, nadhani yanaelezewa katika Galatia 5 tukianzia mstari wa 19. Matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya, na tunafaswa kuyasulubisha katika msalaba ili tuweze kuwa na amani na tuweze kukaa na furaha. Kitabu cha Galatia 5 mstari nitaanzia mstari wa 17. Kwa sababu mwili utamani kusindana na roho, na roho kusindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata amweze kufanya mnayotaka. Lakini mstari wa 18, lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Mstari wa 19, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: userati, uchafu, ufishande, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faragha, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo hayo jinsi hiyo hawatarithi ufalme wa Mungu. Tumeambiwa ulevi, ulafi, fitina, faraka, uzushi. Uzushi ni pale kusosea, na hayo yote tumeweza kuambiwa. Hayo yote tumeambiwa, mtu akiwa anatenda hayo, ufalme wa Mungu hawezi akafanikiwa katika hawezi kurithi ufalme wa Mungu. Na sote tunatamani kuenda mbingu mpya na nchi mpya ambayo Kristo ameweza kutuandalia. Kwa hivyo kichwa cha mada yetu ni kwamba tulikuwa tunasoma jinsi ya kuanguza ngome. Kwa maana ngome ni pale ambapo kuanguza ngome, hata tabia yako inaweza kuwa ngome, tabia ambayo inaweza endelea kudumu. Shetani anaweza kutumia tabia hiyo kukuaibisha ama kukudharaulisha, na kwa sababu hiyo hatufai kuruhusu kitu kama hicho katika maisha yetu. Mtazamaji ulio hapo unaonitazama, usiruhusu kupea nafasi ibilisi wakati wowote. Na ni nini kitakacho kusaidia ili uweze kusinda ama kujilinda ili usije ukampa ibilisi nafasi?
ni hali ile ya kutii neno la Mungu. Hiyo ndiyo njia pekee ambayo itaweza kukusaidia ili usije ukampa Ibilisi nafasi kukubali tu neno la Mungu. Kwa hivyo ningeomba niweze kusoma kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 7. Kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 7, neno la Mungu linasema hivi. James chapter 4 verse 7 inasema, basi mtiini Mungu, mpingeni Shetani naye atawakimbia. Kile ambacho kinaweza kutusaidia ili tusije tukampea Ibilisi nafasi ni kwamba tuweze kumtii Mungu. Sasa swali, unaweza kujiuliza, nitatii Mungu kwa njia gani? Mungu ako mbinguni na mimi niko hapa duniani. Nitatii Mungu kwa njia ipi ili niweze kumshinda Ibilisi? Utaweza kumtii Mungu kulingana na neno lake. Yale ambayo ameagiza katika neno lake tuweze kuyatii. Na tukiweza kutii yale yaliyoko katika neno la Mungu, tunatii Mungu ama tunatii sauti yake. Na kwa sababu sauti hiyo itaendelea kutuisha na itaendelea kutusaidia. Jambo la kwanza tumeweza kuona kwa mujibu wa Yakobo 4:17 tutii neno la Mungu. Jambo la pili, tukiweza kutii neno la Mungu, na yule mwovu hataweza kupata nafasi ndani yetu, kwa sababu wakati anapokushawishi anakuta neno la Mungu liko ndani, umesimamia neno. Kwa maana pale neno la Mungu linasema katika kitabu cha katika amri ya 7 ama katika amri zile 10, kwa maana Mungu ameandika amri zake 10. Akasema amri ya kwanza, usiwe na miungu mingine. Amri ya pili, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Amri ya 3, usilitaye jina la Mungu bure. Na amri ya 4, ikumbuke siku ya Sabato uitakaze. Amri ya 5 ikasema uheshimu wazazi wako. Waheshimu baba yako na mama yako. Na amri ya 6, usiue. Amri ya 7 inasema usizini. Na amri ya 8, usiibe. Amri ya 9 inasema usisundie uongo. Na amri ya 10, usitamani kitu cha jirani yako. Kwa hivyo amri hizi ambazo tumeweza kuandikiwa, Mungu anatupenda, na kwa sababu anatupenda akaweza kutukabidhi amri zake. Kwa maana kitabu cha Warumi 13 mstari wa 8 inasema msiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana. Kwa maana kule kusema ningeomba niweze kusoma andiko hilo, mtazamaji unaonifuatilia, ningeomba niweze kusoma andiko hilo. Kitabu cha Warumi 13 mstari wa 8 inasema, msiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Maana kule kusema usizini, usiue, usitamani, usiibe, usitamani, na ikiwapo amri nyingine yoyote inajumulisha katika neno hili, ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hivyo tunaangalia kwa mujibu wa Warumi 13 mstari wa 8, tunaambiwa msiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake amehitimisha sheria. Amri za Mungu ni upendo, na kwa sababu amri za Mungu ni upendo, ndivyo kwa maana tunafaa kuishi kulingana na amri hizo, na zitaweza kutusaidia. Kadri unavyoona mtu barabarani, amri zinamsaidia za barabara. Amri zinamsaidia barabarani. Wakati anaambiwa asikimbie, akakimbia kwa spidi ya hali ya juu, amelimitiwa ama amewekewa spidi ambayo anafaa kuenda nayo, kwa sababu anaweza kukuta bumps ama kitu kingine barabarani na kiweza kumuumisha. Yule ambaye ameweka hiyo sheria inasaidia yule ambaye anaitumia, kwa maana usipotumia itakusaidia. Hivyo ndivyo sheria ya Mungu ilivyo kwetu. Wakati ambapo tunaambiwa
tusizini. Hiyo ni amri ya 7. Wakati ukizini, wewe mwenyewe ndio utaadhirika, utakosa mbingu, na utakosa afya ya kimwili pia, kwa maana utasikwa na magonjwa. Pia uzima wa milele utakosa, na pia utaweza kupoteza nguvu ya kiroho pia. Kwa sababu gani? Kwa kuwa umetenda kinyume na yale Mungu ameagiza. Mungu kwetu ni wa upendo, na kwa sababu ya neema yake ndivyo kwa sababu hatuangamii. Ningeomba niweze kusoma kitabu kile cha Maombolezo 3 mstari wa 22. Watazamaji mnaonifuatilia, ningeomba niweze kusoma kitabu cha Maombolezo 3 mstari wa 22. Tusikie Mungu anasema nini na sisi wakati huu. Inasema hivi: kitabu ni kile cha Waibrania, kitabu cha Maombolezo 2 mstari wa 22. Inasema hivi: umesiita kama katika samani. Kitabu ni cha Maombolezo 3 mstari wa 22. Ni huruma za Bwana kwamba atuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Kwa hivyo tunaona ni huruma za Bwana kwamba atuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Mungu kwetu ni wa upendo, na Mungu anapenda watu wake. Ndivyo kwa maana akaweza kutuma wajumbe ili waweze kutangaza ukweli, na yeyote atakayesikia ukweli huo ili aweze kuenda sawasawa na ukweli huo, ili aweze kutakaswa. Kwa maana Mungu Yesu aliweza kutuambia jambo katika kitabu cha Petro wa kwanza 1 mstari wa 16. Kuna jambo ambalo Yesu anatamani kwetu tuweze kulitenda kadri ilivyoandikwa. Petro wa kwanza 1 mstari wa 16. Itaanzia mstari wa 14. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, bali kama yeye alivyowaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kwa hivyo hii ni ahadi ambayo Yesu ameweza kutoa, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Na ikiwa mnamuita Bwana na mnamuita Baba, yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni. Ndivyo kwa maana tunaona kwa mujibu wa andiko hili, tunaambiwa enendeni kwa hofu katika wakati wenu kukaa hapa kama wageni. Ni ukweli ni kwamba hapa duniani sisi ni wageni, na kwa sababu sisi ni wageni, makao yetu ni wapi? Ningeomba niweze kusoma kitabu cha Wafilipi 3 mstari wa 20 tuweze kuona makao yetu ni wapi. Kitabu cha Wafilipi 3 mstari wa 21. Kitabu cha Wafilipi 3 mstari wa 21 inasema, atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge asamani. Kitabu cha Wafilipi 3 nitaanzia mstari wa 19 mwisho wa mstari wa 20. Kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo, atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake.
Kwa hivyo tumeweza kuona kwa mujibu wa Petro, tumeweza kuambiwa tuweze kuwa watakatifu kama ilivyoandikwa, na tukaambiwa tuishi kwa hofu. Na hofu ambayo tumeambiwa tuishi kwa hofu ni tukitafakari kwamba tusije tukaingia majaribuni. Na kwa hivyo tutaweza kutafakari neno la Mungu ili liweze kuendelea kututakasa. Mtazamaji, ukiwa ni mara ya kwanza kutazama video hii, ama ikiwa ulikuwa ukitazama lakini haukuwa umesubscribe, ningeomba uweze kusubscribe na utakuwa umefanya jambo lililo muhimu mtazamaji. Kwa hivyo tumeweza kuona ni kwamba tunatakiwa kuwa watakatifu, na kile ambacho kitakachotusaidia kuwa watakatifu ni neno la Mungu. Hautaweza kuwa mtakatifu hivi hivi tu, ni kwamba tukikubali ukweli ndio tutaweza kutakaswa. Kwa sababu Yohana 17, Yesu akiombea wanafunzi wake aliwaambia mtakuwa watakatifu kama samani 17 kitabu cha Yohana inasema uwatakase kwa ile kweli, na neno lako ndiyo kweli. Kwa mujibu wa Yohana 17:17, Yesu akiombea wanafunzi wake alisema hivi, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Ukweli ni kwamba ukweli ndio utaweza kututakasa, na tutaweza kutakasa tuweze kuwa watakatifu kadri Kristo mwenyewe alivyo mtakatifu. Na kwa hivyo ndivyo ambavyo tutaweza kuruhusiwa ili tuweze kuondoka katika dunia hii, ili tuweze kuenda mahali Yesu alienda kutuandalia. Kwa hivyo mtazamaji, na kutakia wakati mwema, na ningeomba tu nikikukumbusha tena uweze kusubscribe na kucomment. Kwa hivyo tunaomba tuweze kukamilishia hapo, kwa maana kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5:18 inasema shukuruni kwa kila jambo. Baba yetu utupendaye sana, jina lako litukuzwe, limidiwe milele Mfalme. Asante kwa wakati huu ambao umenifikisha, ukaweza kuniongoza katika fundisho hili. Pia wale ambao watakaotazama video hii walioko katika nchi hii ya Kenya na hata walioko katika nje, na wakabidhi wote mikononi mwako Mfalme. Sindi kuwatembelea, neema yako isindi kututosha Mfalme. Kipindi hiki cha siku za mwisho, naomba uisho utokao kwako Kristo uweze kutuisha kwa Roho wako Mtakatifu, na ni kupitia jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.